Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa neema ya kuwa salama na hai kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tupate kujifunza yale tunayopaswa kujifunza. Kuna watu wengi ambao wamekuwa na maswali katika kusoma kwao, wanahitaji kushirikisha watu wengine. Tusaidiane. Nami kama mtumishi mwenzi wenu, kwa nafasi ambayo Bwana amenisaidia, ninajaribu kutoa majibu kwa ufahamu na uwezo ambao Bwana amenijalia. Lakini Roho Mtakatifu ndiye mwalimu kamili awezaye kutoa majibu ya kutosheleza. Nina swali la kwanza leo, linatoka kwa ndugu yetu Barton Sanga, nadhani yuko Dar es Salaam. Yeye ameuliza kutoka kitabu cha Luka sura ya 19. Andiko la Luka sura ya 19 na ule mstari wa 10. Na maneno hayo yanasema hivi: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sasa swali linaanzia hapo kwamba je, kazi hii ilikwisha lini? Kazi ya kuokoa, kutafuta na kuokoa kilichopotea ilikwisha? Mbona wahubiri wanasema usipomtolea Mungu unalaaniwa? Ina maana kwamba sasa haokoi bali anahukumu? Kwa majibu yangu ya haraka ningeweza kusema, ndugu yangu Barton, kwamba tunaishi nyakati za hatari, nyakati mbaya. Biblia hiyo hiyo inatuambia tujihadhari, sio kila kitu tutakachokisikia kinafaa. Maana ndani ya wokovu wamejiingiza watu. Kuna watu wamejiingiza, sio mahali pao, sio huduma zao, wamejiingiza. Biblia hiyo hiyo inatuambia kuna watu Mungu wao ni matumbo yao. Biblia hii inatuambia. Kwa hiyo ni lazima tutumie hekima na akili kujua haya maneno ni ya mtu au ni ya Mungu. Yesu alikuja kuokoa na kutafuta na kuokoa kilichopotea. Alikuja kumtafuta mwanadamu ambaye alikuwa amepotea katika uso wa Mungu na kumrudisha kwake. Baada ya kuturudisha kwake, upo wajibu wa mtu aliyeokoka wa kutimiza. Uko wajibu, na wajibu wa aina mbalimbali. Wajibu wa kuhubiri, wajibu wa kumtegemea, kutangaza habari zake, kujenga ufalme wake kwa fedha na hali na mali. Huo ni wajibu wa Mkristo. Lakini wanapojiingiza watu kuleta vitisho na kusababisha kwamba mtu asipotoa ndio dhambi kubwa kuliko dhambi nyingine, kuliko kuhubiri, kuliko kufanya kazi nyingine ndani ya ufalme, na kulifanya hii kutoa ndio dhambi kubwa inayoweza kumpa mtu laana, alaaniwe. Hayo ni mawazo ya watu wanaotafuta fedha. Wamejiingiza kwa ajili ya kutafuta fedha. Usipotoa fedha hatapata kitu anachokitafuta yeye. Sisemi kwamba hatuna wajibu wa kutoa, tuna wajibu wa kutoa. Lakini wajibu wa kutoa kibiblia uko wazi sana. Lakini wahubiri wengi wanatoka nje ya neno, wanafundisha nje ya neno kwa manufaa yao. Sasa wewe uliangalie neno. Kutoa ni wajibu kwako mbele za Mungu, na kutoa kunaonyesha unavyompenda Mungu, unavyoipenda kazi yake. Lakini watu wanaotishia na kuleta laana ni wale ambao wanataka kuzipata hizo fedha, sio kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya maisha yao. Vitu vinapopungua wanakuwa wakali na kuleta uongo. Kazi ya kutafuta na kuokoa haijaisha, wala Yesu hawezi kumaliza. Angekuwa hii kazi imeisha, tusingeendelea kuokoka leo. Miaka 2000 iliyopita Yesu alisema maneno haya. Leo bado watu wanaendelea kuokoka. Na tunafundisha wajibu wa Mkristo. Ukiokoka, je, unafanyaje? Unakaa bure? Hapana. Jifunze katika neno la Mungu kumwabudu. Mungu anataka tumwabudu, tumtumikie,
tutangaze utukufu wake, tujenge ufalme wake. Tutajengaje? Kwa kumtolea, kuonyesha upendo, tunavyoipenda kazi yake. Asije mtu katikati wa kwanza kutisha, lakini atufundishe kwamba tunahitaji kutumika katika ufalme wa Mungu kwa kufanya haya na haya. Mtu anapoleta vitisho, utalaaniwa, huyo ni Mungu, ana manufaa yake mwenyewe binafsi, wala Mungu hayupo kutulani, wala Mungu hayupo kuhukumu. Mungu anatufundisha tuingie katika ufalme wake, tumtumikie kwa uaminifu, na tukimtumikia kwa uaminifu, yeye ndiye anayejua kutubariki. Mambo ya uongo na vitisho yamekuwa mengi sana. Hata Malaki amezungumza sana habari ya kumwibia. Watu wanapenda sana kutumia Malaki, hawatumii Agano Jipya, wanatumia Malaki. Mazingira ya kitabu cha Malaki na mazingira ya kanisa ni vitu viwili tofauti. Katika wakati huo watu waliambiwa watoe viende kwa hazina ili walishwe makuhani, walishwe Walawi, walishwe waimbaji. Usipotoa unawafanya wale watu wasafe, wapate shida ya njaa na wasipate chakula. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima utoe watu wale. Leo hiyo sheria unatoa wapi? Kwamba mtu asipotoa leo wewe utakufa njaa. Ndio maana Mungu alisema mnamuibia Mungu. Kwa sababu badala ya ninyi kuwategemeza Walawi, mnataka mimi nianze kuwategemeza mimi mwenyewe Mungu kwa njia zangu, wakati nimewapa utaratibu, mtatoa sehemu ya 10 ili Walawi wale. Sasa mnaposhindwa kufanya hivyo, mnanidhulumu mimi Mungu. Leo wanataka kutumia watu maandiko hayo hayo kwamba usipotoa umeiba. Hakuna wizi huo katika Agano Jipya, lakini unaonyesha kwamba wewe humpendi Mungu, hujajitoa kwa dhati. Biblia inasema tukitaka kumtumikia tujikane, manake wewe hujajikana, unabania vitu vyako, hauko tayari kujenga ufalme wa Mungu, hauko tayari kushiriki. Mambo ya vitisho ni injili ambazo zinawanufaisha watu. Swali la pili linatoka kwa ndugu yetu Charles Mpangala. Yeye aliuliza hivi kwa njia ya YouTube, akikomenti masomo yetu katika YouTube: je, Mkristo kucheza forex ni dhambi? Forex ni biashara ya kifedha, biashara za fedha, kubadilisha fedha kutoka currency moja kuingia fedha ya nchi nyingine, nchi hii na nchi hii. Forex ni biashara ya kifedha, na katika biashara ya fedha kuna njia halali, kuna njia haramu. Watu wanaofanya biashara hizi, wapo waliosajiliwa, wapo wasiosajiliwa, na usiposajiliwa lazima utaendesha kiharamu, kiutapeli. Sasa kwa mtu wa Mungu, kama unataka kufanya biashara au wewe ulitumia neno mchezo wa forex, lakini mimi nasema kucheza forex, mimi nasema biashara ya forex. Fanya kihalali, jisajili, utakuwa huna dhambi. Lakini ukifanya isivyo halali, itakuwa ni dhambi kwako. Ni sawa sawa tu hata kwenda nchi nyingine. Wapo watu wanaokwenda katika nchi, tunasafiri kwenda nchi na nchi, kuna utaratibu. Unakata passport, unapita mpakani, unaruhusiwa. Watu wapo wanaopita njia za panya. Safari zao ni haramu. Haifai kwa Mkristo kufanya kitu chochote kilicho haramu. Fanya kitu kilicho halali. Kama ni biashara ya kubadili fedha, kihalali ipo, fanya kihalali. Lakini usiingie kufanya biashara isivyo halali, kiharamu. Maana ukikamatwa hata na serikali utafungwa. Kwa nini isiwe dhambi? Itakuwa ni dhambi kwako. Swali la 3. La niliona ndugu Mikambi Fashion. Niliona swali lako uliuliza kwenye group
ulitaka kila mtu akujibu na watu hawakujibu. Nami niliacha nione kwa kume ilitoa kwa watu yeyote mwenye swali akujibu. Nikawa nangojea kuona majibu. Mmoja alijaribu kukujibu, wengine wakanyamaza. Nami kwa kuwa ni mmoja wa wana group, nimeona nilichukue kama swali la kuliingiza katika kipindi hiki. Uliuliza kwamba kuna mafundisho kwamba vitu vyote tunavyoviona, yawe magari, nyumba, mashamba na kadhalika na kadhalika, na utajiri wote tulionao duniani, chanzo chake vinaanzia katika ulimwengu wa roho, alafu vinajidhihirisha katika ulimwengu wa kimwili. Maana katika ulimwengu wa kiroho huku kuna majumba, huku kuna magari, huku kuna utajiri wa aina mbalimbali. Tunapotoka navyo kwenye ulimwengu wa kiroho, vinakuja kudhihirika, kujitokeza katika ulimwengu wa kimwili. Ndio tunavipata. Sasa swali lako, haya ni mafundisho hata mimi nimeyasikia. Swali lako unasema, kama ni kweli sisi tuliookoka, si ndio tungekuwa na uwezo zaidi kuleta vitu vingi kutoka ulimwengu wa kiroho kuvileta katika ulimwengu wa mwili? Sisi tuliookoka, maana ndio wenyeji katika ulimwengu wa kiroho, si ndio tungekuwa tunavitoa zaidi na kuvidhihirisha zaidi katika ulimwengu wa mwili? Hasa mbona mambo yako kinyume? Huo ni uongo. Ni uongo, mafundisho mapotofu, mafundisho ya kuharibu watu, wala sio ya kibibilia. Ni mafundisho unajua siku hizi tuna mafundisho, tuna imani na wahubiri na watumishi mbalimbali wanasoma upepo, sio injili ya Mungu. Tuna wahubiri na watumishi wanaosoma upepo. Ukifika mahali unaangalia, unatumia akili tu na saikolojia. Kwanza, watu wana shida gani? Ukienda mahali ukakuta watu wana shida sana na maji. Najua nikizungumza hapa kwamba mimi mkinifanyia hiki na hiki nitawaletea maji, utapata watu wengi wa kukusikiliza, kwa sababu hiyo ndio shida umeisoma katika eneo hilo, wanahitaji maji. Kama kuna eneo kuna magonjwa yanawasumbua, ukasema mimi ninaleta jambo hili hapa, nitawaondoa katika janga hili la magonjwa, kwa sababu ndio shida yao, watakusikiliza, utajipatia watu wengi. Watu wanasoma mazingira. Shida ya watu ni nini? Shida ya watu ni utajiri, wanatafuta mafanikio. Kwa hiyo ukipeleka injili yako kwenye mafanikio, utapata wasikilizaji wengi na wakukuunga mkono ni wengi, maana watu wamechoka na maisha magumu. Ukileta injili ya magonjwa, utapata watu wengi, maana watu wengi wanaugua na magonjwa. Ukileta injili ya kuwaokoa watu katika dhambi, hutapata watu, maana hiyo sio tatizo lao, hawahitaji kutubu. Ndio maana hata katika mkutano ukisema ukahubiri injili yako, ukasema wangapi wanataka kumpokea Yesu, hutapata, inawezekana usipate hata mtu mmoja. Wote wakanyamaza kimya, hata kwa kuwabembeleza wasinyoshe hata mkono. Ukisema haya, wangapi wanataka kuombewa, utapata mikono hata 100. Kwa sababu ndio shida yao. Shida yao sio kiroho, shida yao ni kimwili. Kwa hiyo mhubiri, ukisoma mazingira, unajua unawapatiaje. Wahubiri wengi wanawapata watu wengi kwa kuzungumzia mafanikio, kwa kuzungumzia utajiri, kwa kuzungumzia magonjwa na shida, maana ndio matatizo ya watu, lakini sio injili. Sio injili. Kwa hiyo watu wameanzia mafundisho ya kuteka kutoka ulimwengu wa kiroho kuvileta katika ulimwengu wa kimwili, wakitaka kutufundisha kwamba watu wote waliotajika wametoka navyo kwenye ulimwengu wa kiroho, wamevileta katika ulimwengu wa kimwili. Hiyo sio Biblia, ni saikolojia ya watu, sio neno la Mungu. Nikupe sasa maandiko machache kuhusu neno la Mungu lote. Watu leo wanalalamika, wanauliza maswali, wanasema kwa nini watumishi wa Mungu wanakuwa maskini? Kwa nini watumishi wa Mungu hawawi matajiri? Kwa nini watu walio nje wanafanikiwa, watu walio makanisani hawafanikiwi? Mpaka wanaacha huduma, wanahamia huko, maana wanaona hawafanikiwi. Kwa hiyo na wahubiri wadanganyifu wameingia hapo, nataka kufanikiwa, njoo kwangu nitakufanyia haya, maana watu wengi wana shauku ya kufanikiwa, wana shauku ya utajiri. Lakini nataka nikwambie, Biblia nzima sisi sio wa kwanza.
Mungu siku zote amewatenga watumishi wake na ulimwengu. Utajiri siku zote umekuwa upande wa ulimwengu, sio upande wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayejua utajiri una athari gani na mafanikio yana athari gani katika ufalme wa Mungu. Hata Yesu alipokuja alionekana kama anawakemea matajiri kuliko maskini. Watu wanasema hamkumuelewa Yesu, hakumuelewa Yesu. Yesu alikuwa anamaanisha hata Agano la Kale hivyo hivyo. Nikupe maandiko machache. Kwa mfano, sisi sio wa kwanza. Ukisoma Daudi, habari ya Daudi, kitabu cha Zaburi 73, Zaburi ya 73, Daudi anatoa ushuhuda. Daudi anatoa ushuhuda, anasema hivi, mstari wa kwanza, 73 mstari wa kwanza, Daudi anasema hivi, nianzie mstari wa pili. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza, maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu, katika tabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguvu, macho yao hutokeza kwa kunenepa. Mstari wa 8, hudhihaki, husimulia mabaya, husimulia udhalimu, kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni, na ulimi wao hutangatanga duniani. Kwa hiyo watu wake hugeuka huko na huko. Nao husema, mstari wa 11, husema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Kuna dhihaka nyingi pale. Daudi anasema, mwenzenu nilitaka kupotea, mwenzenu nilitaka kuteleza. Kwa nini? Nilipoona watu wa dunia wasiomcha Mungu, wasio haki, walivyo na mafanikio, wako juu, wanasema kwa kiburi, ni kama hawako miongoni mwa wanadamu wengine, maana maisha yao yako juu. Nilitaka kupotea mwenzenu, nilitaka kuteleza. Kwa nini? Ukienda mstari wa 17, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao, hakika wewe huwaweka penye utelezi, huwaangusha mpaka palipoharibika. Alipogundua, Bwana akamwonyesha kwamba usiwaone wako juu, hao wamekaa penye utelezi. Usitamani utajiri na mafanikio yao, wewe bora zaidi. Ndipo Daudi akanusurika. Kumbe na yeye alipata jaribu la kujiuliza, kwa nini watu wa dunia wanafanikiwa, sisi hatufanikiwi tunamtumikia Mungu? Akataka hata kuteleza. Mungu akamfunulia, akamwambia, wewe usiende huko, hawa wamewekewa utelezi, wataanguka na kuharibika. Je, na wewe unataka kuanguke na kuharibika? Tumwangalie mtu mwingine, mwangalie Ayubu. Ayubu ile sura ya 12, Ayubu sura ya 12, tunaona naye alikuwa na malalamiko, akilinganisha watu wanaomtumikia Mungu pamoja na watu wasiomcha Mungu. Mstari wa 6 unasema hivi, hema za wapokonyi hufanikiwa, na hao wamkasirishao Mungu hukaa salama. Mikononi mwao Mungu huleta vitu vingi. Lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wangani, nao watakuambia. Endelea kusoma mpaka chini. Hata Ayubu alipata jaribu hilo. Kwa nini watu wapokonyi, watu wadhalimu, watu waezi, watu wadanganyifu wanafanikiwa, wana vitu vingi na vingi vinawaendea? Kwa nini watu wenye haki hawapati? Endelea kusoma chini. Anasema mtajifunza hata kwa wanyama, hata kwa ndege, maana mwisho wao, roho zao hawajui kwamba ziko mikononi mwao. Mungu atawaondosha mara. Mwangalie Yeremia.
sura ya 12. Nakupa tu mifano katika kwamba Biblia nzima haya malalamiko yamekuwepo. Yeremia sura ya 12 mstari wa kwanza. Wewe u mwenye haki. Yeremia anasema hivyo, mtumishi wa Mungu mkuu. Wewe u mwenye haki, e Bwana, nitetapo nawe, lakini nitasema nawe katika habari ya haki. Haki yako ulionayo wewe, najua ni mwenye haki, lakini katika haki hiyo hiyo nina jambo la kuuliza, nina jambo ambalo silielewi. Mbona njia ya wabaya inastawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama? Katika haki yako nina hoja. Mstari wa 2, umewapanda, naam, wametia mizizi, wanakuwa, naam, wanazaa matunda katika vinywa vyao, u karibu, bali katika mioyo yao u mbali. Kitu alichogundua, wanastawi, lakini kwenye mioyo yao, kwenye maisha yao wanaonekana kama yuko karibu, lakini ndani ya mioyo wako mbali na Mungu, wametengwa na Mungu. Unadhani wewe ni wa kwanza kulalamika, kuona haya? Hapana. Huu ni mpango wa Mungu toka zamani. Hata leo tumeshuhudia watu wengi wanapofanikiwa hawakai makanisani. Je, wale waliokuwa Wakristo wazuri huko nyuma, baada ya mafanikio na utajiri, je, wamo makanisani? Hii ni roho iliyotoka zamani. Shetani anaupindua ulimwengu kwa mali na utajiri na mafanikio. Tumwangalie Malaki. Malaki ana mambo yake pia anayotufundisha. Malaki sura ya 3. Wengi wanaifahamu Malaki kwa ajili ya kusoma fungu la 10 tu, lakini hawajui mafundisho mengine ya Malaki. Malaki sura ya 3 ule mstari wa 15, Malaki alilalamika. Mstari wa 13 nasema, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? 14, mumesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Kuna faida gani? Katika kumtumikia hatujatajirika, katika kumtumikia hatuna mafanikio, lakini walioko nje wana mafanikio. Mstari wa 15, na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wajengwao, naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ingia tatizo hili hata wakati wa Malaki. Watu wana Israeli wanachunguza, wanasema, mbona wenye jeuri ndio wanafanikiwa? Mbona waasi ndio wanafanikiwa? Basi na sisi tuasi ili tufanikiwe. Lakini nenda mwisho wake Mungu anasema nini? Mstari wa 17, na watakuwa watu wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo 18, mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu. Sasa hivi Wakristo wengi hatujui tofauti iliyopo kati ya wenye haki na waovu, kati ya wenye dhambi na watakatifu, kati ya wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia Mungu. Hatuoni tofauti, tumefunikwa, tumegubikwa na ulimwengu. Anasema ipo siku mtakapotambua. Kwa hiyo malalamiko haya sio ya leo, ni ya vizazi vyote, ni ya Biblia nzima. Wenye mafanikio ni watu wa ulimwengu. Watu watumishi wa Mungu wanakuwa chini, na ni Mungu ameweka na amesema, na watu wamelalamika. Sijasoma habari ya Habakuki. Habakuki naye alilalamika sura ya 2. Mungu akasema, wewe nyamaza, tulia, subiri. Kwa nini watu waovu wanafanikiwa, sisi hatufanikiwi? Je, unadhani ni mpango wa shetani au ni mpango wa Mungu? Je, wale ambao wamejaliwa kufanikiwa, umeona kazi zao wanazozifanya? Sasa watu wanataka kuasi,
kuasi utumishi, kuasi haki ya Mungu, kuasi ukweli wa Mungu, ili wajiunge na dunia, wawe na mafanikio ya dunia. Lakini kumbe Mungu ndivyo alivyo. Nimefundisha katika vipindi vingine vya nyuma, utajiri ni dalili moja nzuri na chombo kizuri cha kuangusha ufalme wa Mungu. Umewahi kumuona mwalimu wa uongo au nabii wa uongo au dini ya uongo ni maskini? Umewahi kuona? Imani zote za uongo ni tajiri. Wahubiri wote wa uongo ni matajiri. Wainjilisti wote wa uongo ni matajiri. Huwezi kuwa maskini ukaanzisha imani iliyopotoka watu wakakufuata. Wanafuata kwa sababu ya hela. Hii imetokea toka zamani. Biblia inatuambia hata mpinga Kristo atautekaje ulimwengu? Atauteka kwa sababu atakuwa tajiri. Atakuwa tajiri. Ile chapa 66 watu wanazungumza, chapa 66 ni ishara katika Biblia ni utajiri. Atakuwa tajiri. Ndio maana atafanikiwa kuwateka watu wengi. Kwa hiyo yale mafundisho yanayofundishwa makanisani, wanadhani wanamtumikia Mungu, wanapotoka, wameteleza, wamepotoka, wanataka kutoka ndani ya mstari, wanakwenda nje. Nieleze hapo kitu kingine. Iko tofauti ya utajiri na mafanikio. Utajiri na mafanikio ni tofauti na baraka. Biblia inatuahidi baraka, haijatuahidi utajiri. Watu tumechanganya Biblia jamani. Biblia imetuahidi baraka tele. Katika Biblia kumejaa ahadi za baraka. Je, baraka ni utajiri? Jiulize, baraka ni utajiri? Mtu aliyebarikiwa yukoje? Je, mtu aliyebarikiwa ni tajiri? Je, mtu aliye tajiri ina maana amebarikiwa? Je, ukiwa na nyumba nzuri na magari na fedha ina maana umebarikiwa? Kwa hiyo tuseme wote walio matajiri na fedha wamebarikiwa. Wale ambao hawana vitu vikubwa hivyo hawajabarikiwa. Ndio maana yake. Mungu anatuahidi baraka, hajatuahidi utajiri. Hajatuahidi mafanikio. Lakini watu wanapindua Biblia. Watu wengi ni matajiri, wana kila kitu lakini hawana baraka. Kuna watu hawana vitu vinavyoonekana lakini wamebarikiwa. Mimi sina kitu hapa lakini najiona nimebarikiwa. Na Biblia inasema tumebarikiwa katika baraka zote za Bwana katika ulimwengu wa kiroho. Watu hawataki baraka katika ulimwengu wa kiroho, wanataka baraka katika ulimwengu wa mwili. Katika baraka za ulimwengu wa kiroho hazitangazwi na ulimwengu, lakini baraka katika ulimwengu wa mwili zinatangazwa na ulimwengu. Watu wamehama kwenye baraka za ulimwengu wa kiroho, wanazitaka za ulimwengu wa kimwili. Ndio maana wanapindua hata maandiko. Biblia haitapinduliwa, itabaki kama ilivyo. Hili swali nitaka nifafanue. Niliona jana kutoka kwa ndugu yetu Mama Mikambi Fashion, ulitoa kwa wote, lakini huu ndio mchango wangu ili uwafikie na watu wengine. Swali lingine ni kutoka kwa ndugu Noah Amimu. Yeye yuko Malawi. Anauliza, kunyakuliwa kwa Elia na Henoko kunatufundisha nini? Kunyakuliwa kwa Elia na Henoko kunatufundisha nini sisi? Ukisoma maandiko haya ya Elia na Henoko, wengi wamefundisha kwamba walinyakuliwa, lakini mimi nasema pana, hawakunyakuliwa. Hawakunyakuliwa. Tukisoma Wafalme wa Pili sura ya 2, maana ndiko kuna neno la Elia. Wafalme wa Pili sura ile ya 2 tunapata maneno haya katika mstari wa nianzie mstari wa 10. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, na la hukuniona hulipati. 11. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto
likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akayalarua vipande viwili. Eliya na Elisha walikuwa pamoja, na kulikuwa na taarifa kwamba leo anatwaliwa. Ulipofika muda, Biblia inasema kwamba gari la moto na farasi wa moto na magari ya moto. Magari ya moto ni tungesema kwa lugha rahisi mkokoteni unaoendeshwa na farasi. Sasa kuna gari au mkokoteni wa moto na farasi wa moto. Hawa farasi wa moto na gari la moto ni nini? Kuna farasi wa moto na mkokoteni au gari la moto. Ana maana vitu hivi vilikuwa katika sio ulimwengu wa kawaida, ni katika hali ya kiroho. Unadhani pale kama kulikuwa na mtu mwingine asiye wa kiroho angeliona hilo gari? Angewaona hao farasi? Haya, ili ni kuonyesha jambo hili lilifanyika katika hali ya kiroho, sio mwili tunavyojaribu kutafsiri kimwili. Alafu gari la moto na farasi wakamchukua Eliya, wakapanda na upepo wa kisulisuli au kimbunga. Je, gari la moto, gari na mikokoteni na farasi wanaweza kupanda katika pepo? Wanakwenda mbinguni. Farasi nao wanakwenda mbinguni, na magari yao, mikokoteni yao wanaenda mbinguni. Pamoja wamembeba Eliya. Haya mambo ni katika ulimwengu wa kiroho, sio vitu vya kuonekana. Lugha ya Biblia ina lugha ambazo lazima uzitafakari. Hasa watu wamesema unyakuo. Hapa hamna unyakuo. Hapa hamna unyakuo. Ni Mungu alimtwaa kwa njia ambayo alitaka. Mungu anafanya kama anavyotaka yeye, kuonyesha utukufu wake na heshima yake. Tunamlinganisha na Henoko. Watu wanasema Henoko alinyakuliwa, lakini Biblia inasemaje? Je, Biblia inasema Henoko alinyakuliwa? Mwanzo 5 mstari ule wa 21. Nisome mstari wa 24. Mwanzo 5:24. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Je, Mungu anapomtwaa mtu anamtwaaje? Leo tunasema mtu anapokufa watu wanasema ni Mungu alimtoa na sasa amemtwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Si ndio tunavyosema leo? Mtu anapokufa ni Mungu alimtoa, alafu amemtwaa, na jina la Bwana libarikiwe. Maneno haya yananukuliwa kutoka kwa Ayubu. Je, Mungu anapomtwaa mtu anamtwaaje? Anamnyakua? Amekuwa amepata unyakuo? Na hapa nasema Henoko, Mungu kwanza Henoko alitoweka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimtwaa. Alimtwaaje? Watu wanasema alimnyakua. Mungu anatumia njia anazotaka na lugha yake na tendo lake anavyotaka. Sasa tumemzungumza Henoko na Eliya, mimi niongeze mtu wa tatu. Lakini kabla ya kuongeza mtu wa tatu, tuangalie lugha iliyotumika kwa Waebrania kufafanua kutoweka kwa Henoko. Sura ya 11 ya Waebrania anafafanua kutoweka kwa Henoko. Sio kunyakuliwa, kutoweka au kutwaliwa. Leo tukisema Mungu amemtoa mtu, anakuwa amefanya nini? Si amekufa. Ila kwa Henoko tunasema alinyakuliwa. Angalia Waebrania 11 mstari wa 5.
Waebrania inafafanua maelezo kuhusu Henoko. Mstari wa 5 unasema, kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Sasa kuhamishwa manake nini? Kutwaliwa manake nini? Kutoweka. Lakini kwa sababu watu wanapenda unyakuo, maana wametangaziwa kwamba kutakuwa na unyakuo, wanatumia neno zaidi ya unyakuo ambalo wala halipo. Bwana alimhamisha. Kumhamisha kutoka wapi? Leo sisi tumeambiwa tulipookoka tumehamishwa. Tumehamishwa kutoka wapi? Ulimwengu wa giza, tumehamishwa ulimwengu wa kiroho. Na Henoko alihamishwa. Alihamishwa kutoka wapi? Kutoka katika ulimwengu huu wa mwili, alimhamishia katika ulimwengu wa kimungu. Alimhamishia kwa Mungu. Je, tuhalalishe kwamba huu ndio unyakuo? Sasa swali linasema tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya jambo lolote analolitaka kwa mtumishi wake. Elia alimchukua kwa njia ya magari. Henoko alimhamisha tu, akamtoesha. Biblia inasema alimhamisha. Namna gani? Kutoka ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine. Nimesema nikupe tena jambo la mtu wa pili ambaye hajasemwa hapa. Huyu ni Musa. Musa, tusome Kumbukumbu la Torati 34. Kumbukumbu la Torati 34, tuone haya maneno. Mstari ule wa 5, 34 mstari wa 5. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Henoko alimtwaa. Elia alipanda na gari. Musa alimzika. Ni Mungu huyo huyo. Kwani aliyemtwaa Henoko ni nani? Si Mungu. Aliyemchukua Elia nani? Si Mungu. Kwa njia tofauti na ya Henoko. Je, alimchukuaje Musa? Biblia inasema alimzika. Alimzikaje? Alichimba kaburi kama tunavyochimba, akafukia na udongo? Hapana. Lakini Biblia inatuambia alimzika. Huyu alimtwaa, alitoweka. Huyu anasema alimhamisha. Kwa nini Mungu anafanya haya? Mungu anafanya kama apendavyo yeye. Na watu wanasema kwa sababu hiyo hiyo na sisi atatunyakua. Hawa walinyakuliwa na sisi tutanyakuliwa, tutaenda juu kwenye mawingu. Hayo ni mawazo yetu. Mungu anafanya kwa mpango wake. Tusigeuze maandiko. Tunalojifunza ni uweza wa Mungu. Akitaka kujitukuza, hata kwako anaweza kujitukuza anavyotaka. Lugha iliyotumika ni lugha mbalimbali kwa watu wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu Henoko hakuna aliyemuona. Elia hakuna yani Henoko hawakwenda kumzika kwenye makaburi wanadamu, wala Elia hawakwenda kumzika, wala Musa hawakwenda kumzika. Maanake aliwashughulikia Mungu mwenyewe. Lakini lugha zinazotumika ni tofauti. Huyu anasema alitoweka, huyu anasema alihamishwa, huyu anasema alimzika. Ni Mungu mwenyewe kuonyesha uweza wake juu ya watumishi anaowatumia. Ninaweza kusema hivyo kwa swali la ndugu yetu Noah Amimu kutoka Malawi. Mungu akubariki. Swali hili lingine la mwisho ni la Lydia Lydia ameuliza kutoka Mathayo 5:31 na 32. Ameuliza kutoka Mathayo 5 mstari wa 31 na 32.
Hii mistari miwili inasema hivi: imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Swali la dada yetu Lidia, anauliza kwamba yeye amefundishwa kwamba uzinzi unawahusu wasiooana, lakini uasherati unawahusu watu walio katika ndoa. Je, hii ikoje? Na huu mstari inamaanisha nini? Nieleze kidogo kwa historia. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 24, najibu hilo swali. Nianzie mbali kidogo. Ukisoma Kumbukumbu la Torati mstari ule wa 24, sura ya 24 samani, Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa kwanza unasema, mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na mwandikie hati ya kumwacha, akamtilia mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Na akisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine, na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena, akisha kutoa unajisi, kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo usiitie dhambini nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Unaona maneno haya? Ukichukua maneno haya ukayapeleka kwa Mathayo 19, nimesema naanzia mbali kidogo, lakini nakuja na jibu ninavyoelewa. Tukaenda kwa Mathayo 19 mstari wa 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 7, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine azini, naye amwaye yule aliyeachwa azini. Nisimame hapo, nirudi katika maelezo kwamba ulivyoelewa nikupe usahihi. Uzinzi unahusu watu wenye ndoa. Uzinzi unahusu watu wenye ndoa. Uasherati unahusu watu wasio na ndoa, ni uasherati. Sasa hiyo ndio tafsiri ya maneno hayo, uzinzi na uasherati. Hii ni tafsiri pia ya kamsi ya kibiblia. Ukienda katika historia ya kanisa au ya wana wa Israeli,
Katika Agano la Kale mwanamke hakuwa na thamani katika taifa la Israeli kulingana na mila, hakuwa na thamani. Mwanaume aliweza kumwacha mwanamke kwa sababu yoyote. Kwa sababu yoyote, kama tulivyosoma Kumbukumbu 24 mstari wa 1. Mtu akiona tu amekosa kibali, anamwacha, mpe talaka, anamwacha. Hakuwa na thamani. Musa ndiye aliyeweka sheria hii kwamba hapana, usimwache kienyeji, mwandikie hati ya talaka. Ukiona ujaridhika naye, mwandikie hati ya talaka ili akienda aweze kuolewa mahali pengine. Musa ndiye aliyeandika hivyo. Lakini walikuwa wanamwacha mke kwa sababu yoyote. Ukiona tu hujaridhika naye, unamwacha, unamwandikia talaka. Hajakupendeza, unamwacha. Yesu amekuja kuboresha Agano Jipya na Torati. Ndio maana mimi nasema hivi, yani sio kwamba kwa kila sababu utamwacha mwanamke, hapana. Lakini lugha iliyotumika katika ule mstari uliotupa wa Mathayo 5 mstari wa 35 mstari ule wa 32 unasema, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati. Watu wengi wamefundisha kwamba usimwache mke wako isipokuwa kama utamfumania kwenye uasherati. Hasa linakuja ikiwa uasherati unawahusu watu wasiooana. Sasa huyu atamfumaniaje mtu mwenye ndoa alafu aseme nimemkuta kwenye uasherati na mfukuza? Mbona inapoteza maana ya uasherati? Lakini watu wametumia maandiko haya kwamba usimwache mke wako isipokuwa akifanya uasherati, unaruhusiwa kumwacha. Lakini katika kufuatilia tafsiri za asili, lugha za kwanza, sio tafsiri za kisasa ambazo maneno yameendelea kubadilika. Biblia ya King James, Biblia ya Kilatini, Biblia ya Kigiriki haisemi hivyo kwamba usimwache isipokuwa kama atakuwa amefanya uasherati ndio unaruhusiwa kumwacha. Biblia haisemi hivyo. Tafsiri yake ni hii, uisikilize, ndio nayokupa sasa. Kwa sababu uasherati unawahusu watu wasiooana, yani asiyeoa au kuolewa, ndio unawahusu uasherati. Yesu anasema badala ya kuacha kila sababu, maana amekuja kuboresha. Maana kabla ya hapo mtu alikuwa anamwacha mke kwa kila sababu yoyote. Yesu anasema haitakuwa hivyo. Usimwache mke kwa sababu yoyote isipokuwa kwa habari ya uasherati. Alikuwa na maana kwamba kama mwanamke huyu uliyemuoa, maana sheria ya Agano la Kale ilikuwa kwamba unapomuoa mwanamke akagundulika kwamba alikuwa anafanya uasherati, usimuoe. Usimuoe mwanamke ambaye amedumu katika maisha ya uasherati. Yesu anasema hutamwacha mke wako kwa sababu yoyote isipokuwa kwa ajili ya uasherati, isipokuwa kama utagundua kwamba alikuwa mwasherati unapomuoa. Anasema mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi. Yani unamwacha mke. Lugha inayotumika katika Biblia zilizotangulia za asili, usimwache mke kama hukupata sababu yoyote ya uasherati. Usimwache mke kama sio kwa sababu ya uasherati. Maana unapomwacha mke wakati hakuwa mwasherati, unamfanya awe mzinzi. Kwa nini ametofautisha isipokuwa kwa uasherati? Unamfanya awe mzinzi. Wakati unapomuoa ungemwacha wakati ule kwa sababu ungegundua kwamba ni mwasherati, usingemchukua. Sasa hukugundua kwamba ni mwasherati,
Hukumpata kwamba ni mwasherati, ulimchukua. Sasa unataka kumwacha wakati hukupata sababu za uasherati. Unapomwacha unataka kumfanya sasa awe mzinzi. Kwa nini anakuwa mzinzi? Wakati ule ilikuwa na uasherati, sasa hivi anakuwa mzinzi. Kwa nini? Kwa sababu sasa ameolewa. Unapomwacha sasa atakuwa mzinzi, maana ameolewa. Ukimwacha unamfanya wewe awe mzinzi. Lakini wakati ule alikuwa mwasherati. Sasa ulipomuoa hakuwa mwasherati. Anasema kama ulimchukua wakati hukuwa na sababu ya uasherati, alafu sasa nataka kumwacha, unamfanya awe mzinzi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajaribu kuwaepusha, kuwaokoa wanawake ambao walikuwa wanaachwa kwa kila sababu. Yesu anaboresha, usimwache mke wako kama hukumkuta na dhambi ya uasherati. Hukumkuta na dhambi ya uasherati, usimwache. Anaongeza sharti. Nimefundisha masomo ya nyuma kwamba Agano Jipya linaboresha. Huku nyuma kabla ya Yesu, kwa sababu yoyote unaweza kumwacha mke. Yesu anasema hapana. Kama ulimuoa hakuwa mwasherati, huwezi kumwacha. Kama umegundua ulioa alikuwa mwasherati, ile ilikuwa ndio sababu pekee ambayo Yesu anaiweka. Maana kama hakuwa mwasherati, ndio maana ulimuoa. Kwa nini sasa unamwacha? Kwa hiyo anaweka kigezo. Badala ya kuacha wanawake kwa sababu yoyote, Yesu aliweka kigezo: msiwache wanawake kwa kila sababu, isipokuwa kwa njia ya uasherati. Yaani uasherati peke yake. Kwa nini? Kwa sababu haikuruhusiwa. Kama mwanamke ni mwasherati, usimuoe. Hasa kama ukujua kwamba ulijua kwamba sio mwasherati ukamuoa, kwa nini unataka kumwacha ili awe mzinzi? Maana hata yule atakayemuoa tena atakuwa mzinzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamuoa mwanamke ambaye alikuwa tayari ameolewa. Kwa hiyo hata yule mwanaume anayekuja kumchukua huyu anaingia kwenye dhambi ya uzinzi. Haingii kwenye dhambi ya uasherati, anaingia kwenye dhambi ya uzinzi, maana anamchukua mke ambaye tayari alishaolewa. Uzinzi unaanzia katika ndoa. Ukiolewa unafanya uzinzi, hujaolewa unafanya uasherati. Sasa anasema isipokuwa kwa uasherati. Yaani isipokuwa kama amekuwa ulimkuta na sababu ya uasherati. Sasa hukumkuta ukamuoa, huna sababu nyingine zaidi ya hiyo. Yesu anaongeza. Kwa hiyo Yesu ndio maana yake. Mimi katika uchunguzi wangu wa maandiko na vitabu na Biblia na tafsiri, ndio maana nayo ikuta. Lakini haina maana kwamba ukikuta tu amefanya uasherati wewe unaruhusiwa kumwacha. Anafanyaje uasherati wakati yuko kwenye ndoa? Manake alifanya uasherati kabla hujamchukua. Sasa hakuwa na uasherati, ndio maana ulimchukua. Maana ulihakikisha hana uasherati. Sasa ukimwacha unamfanya awe mzinzi. Ndio tafsiri ambayo mimi ninaiona katika kusoma Biblia za awali, King James, Kigiriki na Kilatini. Biblia ambazo zilianza kueleza. Biblia kadri inavyokwenda zinajaribu kutafutiza maneno, zinabadilisha maneno. Ndio maana pana uasherati na uzinzi. Sasa inachanganya. Inakuaje huyu awe ameolewa alafu tena ni awe mke wangu alafu ni mwache kwa kosa la uasherati? Wakati uasherati unawahusu watu wasioana. Ndio maana ya Yesu Kristo. Ndio maana hasa ya Biblia ambayo naweza kukupatia. Nimejibu swali hili, nadhani litawasaidia wengi, na sio mara ya kwanza kulipata swali hili. Nimelipata mara kadhaa. Nimelijibu kijuujuu sana. Leo nimeona nilijibu kwa undani kidogo. Ndio maana kienda hata katika Mathayo unalinganisha hivyo kwa Mathayo 19. Tumesoma 5:31-32, lakini katika Mathayo katika ile Mathayo 19 ile mstari tumeona kuna upana
upana kidogo, upana umeongezeka. Ukisoma mstari wa 10 katika sura ya 19, wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Ni rahisi tu kusema kama ni hivyo afadhali kutokuoa, lakini Yesu anafahamu kwamba sio rahisi namna hiyo. Ukamwambia wewe umeachana na mke usioe tena, wewe umeachana na mke na mume wako usiolewe tena. Yesu anasema sio rahisi, sio wote wanaoweza kukubaliana na jambo hilo, sio wote, ni wale tu waliojaliwa, wale tu wenye neema ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu huna uwezo wa kumkandamiza mtu na mkandamiza, unasema utakaa hivi, utakaa hivi. Mungu atusaidie. Wanawake walikuwa katika kifungo, Yesu alikuja kurekebisha na kuwafungua katika kifungo, wasiachwe kwa sababu yoyote. Na sheria ilikuwa hivyo. Hata mila za Kiafrika nyingi zimekuwa hivyo. Huko nyuma kulikuwa na mila hizo za Kiafrika, nadhani zilikoti mambo ya Kiyahudi, kwamba mtu anapokwenda kuolewa achunguzwe, je, amefanya uasherati? Kama amefanya uasherati asiolewe. Walikuwa na uchunguzi. Zingine mila ambazo zimeshikiliwa sana mpaka leo wanazo, na hizi zilikuwa za Wayahudi, na Yesu ndiye anaitumia. Asiachwe kwa sababu yeyote, isipokuwa kama amepatikana na kosa la uasherati. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani nimemaliza kujibu maswali ya leo. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Tunaendelea kukukumbusha na kukualika katika vipindi vyetu, magrupu yetu, chuo chetu cha Biblia, na masomo yetu na maswali na huduma ya chuo cha Biblia na vitabu tunavyo ambavyo vinapatikana katika ofisi zetu. Tuna kitabu cha ufafanuzi wa ufunuo, ufafanuzi wa ufalme na matumaini yasiyo na tija, kurudi kwa Yesu, utatu wa Mungu na kadhalika. Mungu akubariki sana. Kwa jina langu naitwa ni mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu 0754041599. Namba nyingine katika ofisi yetu ni 0769 007328. Namba nyingine ni 0677880199. Tunawaalika kushirikiana nasi. Tumejitoa kwa ajili yako. Mungu akubariki. Lakini pia tunahitaji sana support yako kifedha, kimaombi. Ni wachache tunaombea, hatuwezi kuwataja kwa majina, lakini wapo wanaobeba mzigo pamoja nasi, wachache, lakini wengi hawajajisikia. Tunakualika, kama Mungu atasema nawe, tunahitaji sana support yako. Tuna mambo mengi sana, tunaenda tu kwa imani, tunategemea Mungu atuinue tufike katika viwango vilivyo bora zaidi. Mungu akubariki katika jina la Bwana. Amen.